Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mpenzi mtazamaji, natumai mzima buheri wa afya. Jina langu ni Haifa Muhammad na karibu katika kipindi kipendacho Upeo wa Asubuhi ndani ya kitengo Jukwaa la Wanawake. Alhamdulillah, ni furaha tena kuwa naye ustadha ndani ya studio zetu za Mahdi TV akikudadavulia mengi kuhusiana na masuala ya wanawake. Hasa katika mada yetu ya leo, mpenzi mtazamaji, tunaenda kuangazia swala zima dua, swala. Tuenda kuangazia swala zima la mwanamke na ibada, dua, swala na kujijenga kiroho. Wanawake wengi tumekuwa dhohofu, haswa ikifikia ni masuala ya kutimiza ibada zetu, ikifikia ni masuala ya kutaka radhi kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ifikia ni masuala ya kusogea karibu na Mwenyezi Mungu, tumekuwa na uzito. Hasa pia utakuta mtu anapotoka katika hedhi anakuwa mzito sana wa kurudi katika swala yake ambao alikuwa akiswali. Insha Allah tutafahamu mengi kupitia ustadha wetu tulionaye, na naamini itakuwa episode ambayo itakufunza sana wewe kama mwanamke, itakupa upeo zaidi kuhusiana na masuala haya ya mwanamke na ibada, na insha Allah tukielekea kwake tutaweza kufahamu mengi na mengi zaidi. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Karibu sana ustadha. Asante sana. Alhamdulillah. Alhamdulillah, na kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa neema yake na kutuwezesha kuweza kukutana tena katika siku hii ya leo. Hatuna budi na kusema alhamdulillah kabisa. Bila kupoteza muda tuendelee ama tuanze mada yetu inshallah. A'udhu billahi minash shaitani la'inir rajim. Bismillahir rahmanir rahim, wa salatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Abul Qasim Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil faraja. Na baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kutaka rehema zishuke kwa kipenzi chetu mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam, assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Naam. Tukiangalia katika mada yetu hii, mwanamke na ibada, dua, swala na kujijenga kiroho. Hivi ni vitu muhimu sana kwa mwanamke. Tunaambiwa katika jamii nyingi wanawake huonekana kama vile ni watu basi wa kukaa jikoni na kupika. Lakini tukumbuke pia vile vile kwamba huyu mwanamke si kiumbe wa kupika tu na kufanya shughuli za nyumbani peke yake. Lakini tukiangalia jamii zetu tumemchukulia mwanamke kwamba yeye ni mtu basi wa kupika, kulea watoto na kutunza nyumba. Hatuangalii kwamba huyu ni mja wa Mwenyezi Mungu, anahitaji kufanya ibada, atenge muda pia kupata kusoma dua, swala zake kwa wakati. Na hizi zote, dua na kufanya ibada, ni katika mambo ambayo yatakimjenga yeye kiroho. Binafsi. Yatakomjenga kiroho, kwa sababu roho pia inahitaji chakula. Na chakula cha roho ni ibada, ambao ndani yake kupatikane dua na swala. Hapo roho itakuwa mpata chakula chake kile kinachotakikana. Kwa hiyo tunaambiwa sasa, kutokana na yale mambo ambayo tunajua kwamba mwanamke kama vile ni mlezi tu, ni mpishi tu na mwenye kutunza nyumba, lakini Uislamu unamwangalia mwanamke huyu zaidi ya hapo, kwamba mwanamke huyu ni mke lakini ni mja wa Allah. Ikiwa ni mja wa Allah, basi anahitaji pia vile vile kurudisha shukrani kwa Mwenyezi Mungu. Ina maana vile kuswali, kufanya matendo yote ya khairi yale ambayo Mwenyezi Mungu ameamrisha tufanye, pale ni kurudisha shukrani kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kwa sababu ni mja Allah ameumbwa, na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alisema wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Sasa ikiwa mwanamke ni mja wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, basi tunatakiwa tujue kwamba huyu anatakana pia awe ni mtu mwenye kujikurubisha katika kufanya ibada, kusoma dua na pia vile vile kuswali. Hapa ndo atakuwa amekwenda kwa mujibu wa hii aya na vile Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anavyotaka, kwa sababu lengo la kumuumba mwanadamu na majini ni kwa ajili ya kumwabudu. Hata miti inamwabudu Mwenyezi Mungu, kweli. Viumbe vyote, hata milima inamwabudu Mwenyezi Mungu. Iweje huyu mwanamke akose kuwa ni mwenye kumwabudu Mwenyezi Mungu, akawa tu kwamba eti ni mama wa kulea watoto na kutunza nyumba na kupika? Kwa hiyo hapa tukiangalia na kuwa tunakwenda kinyume kabisa na yale maamrisho ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hiyo huyu ni mja wa Allah Subhanahu wa Ta'ala, mwenye uwezo wa kufikiria karibu katika ukubwa wa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ana uwezo wa kufikiria ule ukaribu katika ukubwa wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, katika kufanya ile matendo Mwenyezi Mungu ambaye anayataka tuyafanye si kama wanadamu, ambalo ndio lengo la Mwenyezi Mungu katika kutumba na kutoka katika hii dunia. Mwenye nafasi ya kujijenga kiroho, kwa sababu roho inahitaji chakula.
chakula cha roho. Ndio maana tunaambia kwamba kusikiliza mawaidha, unasikia sasa ni wakati wa kupata chakula cha nini? Cha roho. Mawaidha ni moja miongoni mwa vyakula vya nini? Vya roho. Dua na swala. Na Qur'ani pia. Na Qur'ani pia kusikiliza. Hiyo ni tiba moja kubwa katika nafsi ya mwanadamu. Lakini sasa tukisema kwamba yote haya ayaweke pembeni, afanye yale ambayo ndio eti sijui kulea watoto, kutengeneza nyumba na kupika, ina maana kwamba itakuwa mwanamke huyu atakuwa amekwenda kinyume na maamrisho ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Labda tu tuseme kitu kimoja. Mwanamke kama mwanamke mwenyewe atakikana ajielewe yeye ni nani kwanza. Ikiwa anajielewa kwamba yeye ni mwanamke, lakini pia anatakikana ajielewe kwamba ni mja wa Mwenyezi Mungu. Ikiwa anajua kwamba hizi kazi nyumbani ni wajibu zangu kwangu kuzifanya, kuna ile mambo pia ambayo ni wajibu kwake kuyafanya kwa ajili ya kumtii Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hiyo anatakikana yeye mwenyewe, yeye kama yeye anatakikana ajue yeye ni nani na anatakikana afanye nini kwa mujibu wa hukumu na sheria za Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hiyo pia tunaambiwa umuhimu wa swala. Allah Subhanahu wa Ta'ala anasema hakika swala humzuia mtu na maovu na uchafu na nini? Na maovu. Hii ni aya katika suratul Ankabut ambayo ni aya ya sura ya 29 aya ya 45. Mwenyezi Mungu amesema baada ya a'udhu billahi, kama nilivyokuwa nimetangulia kusoma tafsiri yake, kwamba ametuambia kwamba inna salata tanha anil fahshai wal munkar. Sasa mwanamke huyu ikiwa kazi yake ni kupika tu na kulea watoto, sasa hiyo fahshai na munkar zitamuondokaje ikiwa labda hajikurubishi kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kwa sababu kuswali, ndio maana kuna hadithi za maimamu tunaambiwa kwamba je, kuna mtu ambaye atakayependa kwa siku aoge mara 5, ni kwenye mlango wake kuwe kuna kisima. Kisima kile kiwe kiko na maji yale huyu mtu awe anayaoga katika kila siku mara 5. Je, kutabakia uchafu wote katika mwili wake? Jibu ni kwamba hapana. Hakutabakia uchafu wowote. Kwa sababu wewe unaoga mara 5, si kuoga kwa kujimwagia maji, ni kuswali. Ni kufanya ibada. Kwa hiyo wewe mwanamke, ikiwa unafanya mambo yako yale kama mwanamke na unajitengea muda wako wa ibada, uswali salatu fajr, dhuhur, al-asr, magharibi na isha. Kweli huyo fahsha na munkar zitakuwa katika roho yako kweli? Itakuwa hakuna. Kwa hiyo ni ile kujikurubisha kwa Mwenyezi Mungu pamoja na kufanya mambo yako ya wajibu yale ambayo unaona wewe unatakiwa uyafanye kama vile mama. Na wanawake wengi ustadha sahi wako na maswali mengi wanajiuliza. Naam. Kwa sababu utakuta labda especially wanawake wanapokuwa katika hedhi, kunakuwa na mtihani mkubwa sana. Kuna mwanamke akiwa katika hedhi kuna mambo anayasahau, hasa upande wa nini, kwa sababu utakuta wengine wanasema kwamba mwanamke hafai kusoma Qur'ani anapokuwa katika hedhi. Mwingine naye anasema kuna vitu mwanamke hafai kufanya. Ndio, kuna vitu ambavyo tumekatazwa. Na kuna vitu tukikosa kuvifanya, utakuta mwanamke ni kiumbe ambaye ana drift haraka sana. Anatoka mahali haraka sana. Ndio maana unaambiwa ukiwa na mwanamume, hakikisha umechagua mwanamume mwenye ni mcha Mungu. Angalau atakuwa ni mwanamume kukukumbusha kwamba ibada ni muhimu, fanya ibada. Umeswali dhuhur, umeswali asri. Ndio hauswali kwa ajili ya ule mwanamume, lakini angalau kuna mtu ambaye anakupa ule, anakusukuma kwamba ufahamu kwamba kitambo hata uje uzoee, ushike ile kasi ya kwamba mimi kwa kweli hii ibada sasa nimeishika kwa ajili ya nani? Mwenyezi Mungu. So utakuta wanawake wengi wanapokuwa katika hedhi, ile psychology yao huwa ni kama inabadilika. Hawawi kama vile wanavyokuwa kama hawajaingia katika hedhi. Hapa kitu kimoja inaelekana kijulikanwe. Unajua haifa chochote kile tutakachojua kwamba mimi hiki ni wajibu kwangu kukifanya, utakifanya. Na hii ni kuwa na ule upevu wa imani. Upevu wa imani na kujua jukumu lako wewe kama mwanadamu. Tuseme sasa kama mwanamke, kama mwanadamu, wewe ni nani? Unaona? Ina maana kwamba ukijijua wewe kama mwanadamu na ni nani unatakana kufanya nini kwa Mola wako, pale moja kwa moja bila hata hujaamrishwa ukaambiwa swali, time ya swala ndio hii fanya. Wewe mwenyewe ukijijua tu ni nani, nafsi yako wewe mwenyewe itaanza mwenyewe kufanyaje? Kujisema wewe mwenyewe. Na hiyo yote inakuja ule upevu wa imani yako wewe kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na pia vile vile kujua ile hukumu na sheria za Mwenyezi Mungu. Ina maana kwamba wewe ukiwa ni mwanamke mwenye ambaye umesoma,
ukajua sheria ya Mwenyezi Mungu, hautakaa haifa usubiri kuambiwa nenda kaswali. Ama hiyo energy yako labda ikija ikibadilika wakati ulivyokuwa labda katika hedhi, ukijijua kwamba mimi natakikana ni swali baada tu nikimaliza hii hedhi yangu, ikiwa wewe umeliweka imani yako, yani iko ile nguvu kabisa, haifa hautakosa kuswali wakati utakapokuwa unafanyeje, umemaliza. Hautakaa eti uje ukae usubiri kusukumwa na kupelekwa hivi kwamba eti kwa sababu ulikuwa kwenye hedhi basi kuna mambo fulani kwa sababu ulikuwa utakika kuyafanya basi imekufanya kwa muda ule wa wiki moja ikuondoe katika hiyo huo mwelekeo. Isiwe ni sababu. Acha tu niseme hivyo, isiwe, kwa sababu tukichukulia kwamba hiyo hedhi ni sababu ya kumfanya mtu atoke huko, wanawake wengi watakosa. Na hilo ni jambo sisi wanawake kila mtu amepitia hapo. Ni imani, ikiwa ni ile imani yako thabiti kabisa, hautakosa haifa. Ukimaliza tu wewe utakimbilia haraka kujitoharisha na kuendelea kufanyeje, kuswali. Kwa sababu tunaambiwa kwamba hedhi inapotokea, ikiwa imetokea kama kwa mfano sasa hivi ni time ya swala, ukaenda ukakuta imeshatoka, ina maana kwamba kuanzia pale ukutaki kufanyeje, kuswali. Lakini ulikaa baada ya muda umeshapita, alafu ndo ukaja ukaona swala ilikuwa imeshapita pale muda wake ule wa kwanza, ina maana ile swala utadaiwa. Hilo tunataka tujue sisi kama wanawake. Na pia vile vile utakapokuwa ile damu ya hedhi imekatika. Naam. Itakapokatika ukijua kwamba muda fulani ilikuwa imekatika mpaka saa hii mimi nataka nijitoharishe, na ule muda ulikuwa na wakati wa swala fulani, basi ile swala utakapofanyaje, uilipe. Kwa ina maana kwamba wewe imani yako ikiwa iko ni strong kabisa, na unajua wewe ni kama nani katika hii dunia, wewe kama kiumbe, basi ina maana kwamba utakuwa ni mpevu, wala utasubiri kufanyaje, kusukumwa. Hiyo ni moja. Mbili, kingine tena kinachotakikana ni kujua hivi kwamba wewe kama ukiwa ni mwanamke katika hedhi, kweli kuna mambo hutakiwi kuyafanya, lakini kuna mambo si vibaya kuyafanya. Mwanamke akiwa katika hedhi hajakatazwa kukaa katika mswala na kumuomba Mwenyezi Mungu, kuomba dua. Hajakatazwa. Kwa hiyo ina maana kwamba ukijijua wewe ukiwa katika hedhi, hiyo energy yako inakuwa inapungua, basi jizoeshe kwamba kila utakapofika wakati wa swala, kaa chini kwenye mswala, chukua tasbihi, kufanya istighfari, haijakatazwa. Kusoma dua, haijakatazwa. Bora tu uchunge kile utakachokuwa unachokisoma pale katika ile dua, kushika ile maandishi ya majina ya Mwenyezi Mungu. Hiyo ndio. Na sasa hivi tuko na simu, alhamdulillah. Tunaambia kwamba ukishika, ukipress hivi katika simu pale, hujashika maandishi, umeshika kioo. Kwa hiyo unaweza ukayafanya hayo mambo. Na pia katika kusoma Qur'ani pia kuna maulama wetu wanatuambia kwamba unaweza ukasoma aya 7 zisizidi. Kwa hiyo ina maana kwamba wewe hautaweza kukosa pia hata kufanyaje, kusoma Qur'an. So kwamba eti ukiwa katika hedhi basi wewe ndo ni ulale tu, hata kumkumbuka Mwenyezi Mungu usifanye. Ukijua kwamba energy yako basi inakuwa inarudi nyuma, basi ama inakuwa dhaifu, basi wewe jizoeshe kufanya haya, ndio ili hiyo energy yako hata ukija ukimaliza hayo masiku yako ya hedhi bado uwe uko pale pale. Hilo ndio tukatu tunatulielewe. Kwa sababu tukisema kwamba eti energy zinakuisha, mambo yatakana kufanya, akija kimaliza na kwa tena endelee kuswali, huyu ni ule mtu ambaye si imani yake yani ni dhaifu huyu. Imani yake si madhubuti kabisa. Unaona? Ni ule imani yake ambaye ni nini? Ni dhaifu. Lakini akijua mimi ni kiumbe wa Allah na ninahitaji kumrudishia Mwenyezi Mungu shukrani, basi ina maana kwamba ataufanya ule ni wajibu kama wajibu zingine. So sisi tunaongea hapa ni wanawake na tunaeleza sisi wanawake wenzetu. Ukijijua uko na shida fulani, basi wewe fanya hivi ili uweze kuwa bado katika njia ile ile ya kuwa karibu na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hiyo ikiwa swala inatukataza ama inatuzuia kuepukana na uchafu na maovu, ina maana kwamba hii ni moja miongoni mwa dawa. Ili usije ukafanya machafu, usije ukafanya maovu, basi tunatakiwa tuswali. Yani ni kitu ambacho ni wajibu kukifanya, alafu pia vile vile kinatuwekea kinga katika kutokufanya mambo mengine ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hayapendi. Kwa hiyo tunaambiwa kwamba hii swala ikiwa inakukataza ama inakuzuia kuepukana na machafu na maovu, tunaambiwa pia vile vile humtuliza moyo. Unakuta sengine nyoyo, wewe ni mwanadamu, hakuna mtu ambaye anakosa stress, hakuna mtu ambaye anakosa kuwa na mambo mengi. Yani unakuta ile mood katika usiku imekwisha kabisa. Unaona Sasa ili uweze kupata utulivu wa moyo, basi uweze kufanyaje, kuswali. Swala, kaa chini, ongea na Mola wako,
ile shida uliyokuwa ndani katika moyo wako Mwenyezi Mungu atakuondolea. Stress uliyokuwa nayo katika moyo wako, akili yako nini, Mwenyezi Mungu atakuondolea utakapokuwa umekaa karibu na yeye na unaongea na yeye. Kwa sababu hakuna daktari mkubwa tunaambia isipokuwa ni Mwenyezi Mungu. Kweli. Na hakuna yule ambaye atakayeweza kutuondolea matatizo yetu tuliokuwa nayo katika dunia hii isipokuwa ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na ndio maana yote, ukiwa na raha, ukiwa na shida, unatakiwa ukae chini umwombe Mwenyezi Mungu aweze kufanyaje kukuondolea. Sasa utaondoa wakati gani? Ni swala. Pia vile vile ndio hiyo ukisha swala umejikurubisha kwa Mwenyezi Mungu, na pia vile vile kujenga nidhamu ya kuswali ama kufanya ibada, kuomba dua na kila kitu. Swala usali kwa wakati wake na kusoma dua. Hizi nidhamu ukiziweka, ina maana kwamba wewe tayari utakuwa umeshajijenga kiroho, wewe mwanamke kama mwanamke, plus na kufanya zile wajibu zako ambazo uko nazo pale ndani ya nyumba. Mashaallah, mashaallah. Shukran sana ustadha. Acha tuchukue mapumziko, tutakaporudi tuendelee zaidi na awamu ya pili. Inshallah. Asante. Kurudi kwako mpenzi mtazamaji, natumai katika awamu ya kwanza tunazidi kusonga mbele alhamdulillah, na ustadha Sofia anazidi kujuza mengi kuhusiana na haya masuala ya mwanamke na ibada. Ibada ni muhimu sana kwa mwanamke, na kama tunavyojua wanawake ama watoto wetu wengi, ibada imerudi nyuma. Sasa ni muhimu sana kuijenga ili iwe thabiti, isiwe yenye kuyumbishwa na chochote, na hapo tutakuwa tumefaulu inshallah. Mpenzi mtazamaji, acha tuchukue mapumziko, tutakaporudi tuendelee zaidi. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mpenzi mtazamaji, karibu tena katika awamu ya pili ya kipindi kipendacho Pewa Asubuhi ndani ya kitengo Jukwaa la Wanawake. Alhamdulillah, ustadha wetu ambaye anazidi kujuza mengi si mwingine bali ni Ustadha Sofia katika mada yetu ya leo ambayo tunazidi kuiangazia na kuidadavua kiundani zaidi, ni kuhusiana na mwanamke na ibada, dua, swala na kujenga kiroho wewe kama mwanamke. Inshallah tukielekea kwake tutaweza kufahamu mengi zaidi. Karibu tena ustadha. Inshallah, shukran. Naam. Bila kupoteza muda tuendelee na mada yetu. Kwa hiyo tulikuwa tumeongea kuhusiana na upande wa swala. Vile mwanamke anavyotakikana kuswali, kwa sababu swala inamzuia na mambo machafu na kufanya ule uovu. Sasa tukija kuangalia katika upande wa dua. Tunaambiwa kwamba dua ya mama ina nguvu kubwa sana. Dua ya mama ina nguvu kubwa sana. Yaani wewe kama ni mama unaonekana kuombea sana watoto wako. Ina maana kwamba usikae tu katika kuwalea, kwa sababu malezi ili watoto wale katika njia ile ambayo inatakikana ni pia kupata dua kupitia kwa wazazi. Hususan mama, wakati wote unapoongea unaongea maneno mazuri kwa watoto na kumwombea dua. Watoto kwa nini wasifanikiwe? Kweli watafanikiwa. Kwa sababu leo ukikaa unasoma dua, unaombea watoto wako, unaombea familia yako, familia ile itakuwa ni familia nzuri, familia bora na yenye mwelekeo mzuri. Tunaambiwa mara nyingi watoto hufanikiwa kwa dua ya mama. Mama ukikaa chini, ukiomba dua kuombea watoto wako, kuombea ile familia yako, Mwenyezi Mungu anaipokea dua. Tunaambiwa dua ambayo Mwenyezi Mungu anaipokea rahisi sana ni dua ya mama. Kwa hiyo mama, usibaki tu kuwa mlezi na kupika ndani ya nyumba. Kuna mambo mengine ambayo unayapoteza kwa watoto, ambayo ni kufanyeje? Kukaa chini na kuomba dua. Tuombe dua ndani ya majumba yetu, kuombea familia zetu, tuombee watoto wetu. Dunia yetu kule nakoenda sasa hivi inaenda katika hali ngumu sana. Na ili tuweze kuamua watoto kutoka katika ile hali ngumu wanaokwenda, ni sisi wazazi ama sisi wa mama tukae chini na kuombea watoto wetu. Tunaambiwa Imam Zainul Abidin alayhi salam katika Sahifatu Sajadia ametufundisha dua nyingi tu tofauti. Kuna dua za familia. Kwa wewe mama kama mama, chukua Sahifatu Sajadia, dua za Imam Zainul Abidin alayhi salam, soma kuhusiana na kuombea familia yako. Mwenyezi Mungu inshallah ataondoa matatizo yaliyokuwa katika familia. Kwa sababu hakuna familia ambayo iko na raha moja kwa moja. Lazima kuna zile changamoto. Kuna misukosuko kuna changamoto ambazo zinatokea katika familia. Ombea watoto wako. Watoto wako katika mitihani mingi sana. Tuko nao ndani, lakini wanapotoka nje kuna mambo mengi sana ambao wanakumbana nao huko nje. Na ili Mwenyezi Mungu aweze kuwakinga na kuwaepusha nayo, sisi wa mama tukae chini na kuweza kuombea watoto wetu ili Mwenyezi Mungu apatie mwelekeo mzuri katika maisha yao. Na pia vile vile riziki, kuna dua za riziki. Mama wewe ukae chini uombee Mwenyezi Mungu tujalie riziki wasi'a. Mwenyezi Mungu ni Ghafur, Mwenyezi Mungu ni mwenye kupatia waja wake riziki. Ar-Razzaq, Mwenyezi Mungu ni Ar-Razzaq. Kwa hiyo
kaa chini wewe kama mama, omba Mwenyezi Mungu aizidi kuijalia kupata riziki zilizokuwa za halali familia yako. Na pia vile vile kuombea familia yako na watoto wako kukuwa na tabia njema. Hizi zote hizi ni dua ambazo zinapatikana katika Sahifatu Sajadia, katika dua za Imam Zainul Abidin alayhi salam. Na pia vile vile kuna dua za kuondoa huzuni. Huzuni, kila mtu anakuwa na huzuni katika nafsi yake. Kwa hiyo ili kuweza kujitibu ile huzuni, kuweza kuiondoa katika nafsi yako, tukae tusome dua za kuondoa huzuni. Iwe ni katika nyumba, labda siku watu wameamka kuna huzuni, ama wewe mwenyewe, ama mume wako, ama watoto wako, kaa chini wewe kama mama na utenge muda wako na uweze kuomba dua ili kuweza kuondoa zile huzuni zilizokuwepo katika hiyo familia. Zote hizi ni kazi ambazo mama anatakiwa afanyeje? Azifanye yeye kama mama, na plus na zile shughuli zingine ambazo anatakiwa yeye kama mama kufanyeje? Kuzifanya. Pia tunaambiwa tukiangalia Sayyida Fatima, Bibi Fatima Zahra alayha salam. Huyu ni mfano mzuri pia kwetu sisi. Ikiwa ni mfano sisi kwa mtume wetu Muhammad, basi pia tutachukua mfano kwa kizazi chake, ambaye huyu ni mwanamke mwenzetu Bibi Fatima Zahra alayha salam pamoja na Bibi Zainab alayha salam. Tunaambia kwamba Bibi Fatima Zahra alayha salam alikuwa ni mwenye ibada nyingi. Alikuwa anafanya ibada zake. Alikuwa akiamka mpaka usiku akiswali mpaka miguu yake, akisimama mpaka miguu yake inamvimba. Na mpaka Imam Hassan na Hussein wenyewe pia walikuwa wakishuhudia dua zinazowaombea watu. Ilikuwa Bibi Fatima tunaambia kwamba akiomba dua alikuwa anawaombea kwanza watu wa nje. Ndio anakuja watu wake wa karibu. Unaona, yani ile uzito wa mama, vile ambavyo anatakikana kufanya yeye kama mama katika nyumba yake. Kwa hiyo Bibi Fatima alikuwa ni mwanamke, alikuwa ni mama, alikuwa ni mke, na alikuwa anafanya pia ibada. Naam. Huu ni mfano ambao tunataka tuchusi kama wanawake. Sio kusema kwamba ninaosha vyombo, ninapika sijui na nini, ukaacha kufanya ibada. Ibada inabaki pale pale. Wewe jichukulie kwamba ni mama, ni mke na ni mja wa Mwenyezi Mungu. Plus zote hizo ziweke pamoja. Na kila moja igawanye katika muda wake. Wewe utapata dawa ya kiroho. Na utaona hizo kazi zako pia zinafanyika kwa urahisi zaidi ukiwa unafanya mambo kwa kulingana na hukumu na sheria za Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hiyo tunaambiwa kwamba alikuwa ni mwanamke mwenye ibada na mwenye kusoma dua. Bibi Fatima alikuwa anasoma dua, utajiuliza alikuwa anafanyaje, na bado alikuwa anaelimisha jamii. Pili alikuwa anasoma Qur'an. Wanawake sio, unakuta tunakuwa na mambo mengi sana, tunajiwekelea mambo mengi, tunakosa kujiekelea muda hata wa kusoma nini? Qur'ani katika nyumba. Sasa mama, wewe ukikosa kusoma Qur'ani katika nyumba, hawasikii watoto hata sauti ya Qur'ani inayotoka ndani ya nyumba kupitia kwako wewe mama. Niambie hao watoto watakuja kuwaje? Ikiwa wewe mwenyewe unalala bila kuisoma Qur'ani, bila kusoma dua. Na pia vile vile alikuwa ni mwenye kuhudumia pia familia. Unaona, yote haya yeye kama mwanamke alikuwa anahudumia familia na kusoma Qur'ani na kusoma dua, na swala alikuwa anazisoma kwa wakati wake. Kwa hiyo sisi kama wanawake tuseme kwamba tuko na mambo mengi, wao sijui tukiingia katika period, sijui tukimaliza tunakuwa sijui wavivu. Wewe kuwa na imani yako ilikuwa ni thabiti. Jijenge wewe kwamba ni mja wa Mwenyezi Mungu. Jiwekee yote yale yaliokuwa ni wajibu wako kuyafanya kama mama, kama mke, na kama ni mja wa Mwenyezi Mungu. Panga muda huu, utajikuta katika maisha yako yote umejijengea muda wako maalum na unayafanya yote, na Mwenyezi Mungu inshallah atakuwekea wepesi katika maisha yako na katika zile kazi zako ambazo unazozifanya pale. Amin. Usikubali kuanza kuambiwa kila siku. Hata huyo mtu anayekuambia kila siku, time swala imefika, kuna time atakuwepo na kuna time atakuwa hayupo, hutaswali. Kwa maana maana kwamba hutakuwa unaswali eti mpaka fulani awepo ndio uswali. Swala ile hutaswali kwa ajili ya yule mtu anayekukumbusha kila saa. Ni swala yako wewe, baina yako wewe na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hiyo jichukulie kwamba ile ni wajibu wako ambao unatakiwa ufanye, ambao ndio dawa ya kiroho kwako wewe. Kwa hiyo tunaambiwa vile vile katika kujijenga pia kiroho katika dunia ya leo, tunaambiwa leo watu wengi wana depression, si ndio? Hiyo depression utaitoaje? Ndio pale mtu unakuta anaenda katika mitandao anauliza watu, niko na hiki nitaondoaje? Kaa chini, omba dua. Depression itaondoka. Depression itaondoka. Kaa chini, omba dua. Uko na stress, kuna kitu kinakusumbua, kaa chini muombe Mwenyezi Mungu, kwa sababu
vile unavyojielewa wewe na Mwenyezi Mungu anakuelewa zaidi. Sana. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu kwa sababu anakuelewa zaidi, yeye ndo atakayejua jinsi ya kuondoa hiyo depression na kuondoa stress yako. Kaa chini na Mwenyezi Mungu, mimi niko na shida fulani na najua unajua. Na kwa kuwa unanijua, unanielewa zaidi kuliko mimi ninavyojielewa, basi Mwenyezi Mungu anakuomba unaondolee hii, na naamini hakuna atakayeweza kuondolea hili isipokuwa ni wewe. Kwa mimi Mwenyezi Mungu ninasoma dua hii na kuomba unaondolee. Hebu fanya hivyo. Uone kama Mwenyezi Mungu atakuondolea. Hiyo ni dawa ya kiroho tayari umejiwekea wewe mwanamke. Lakini ukisema kwamba eti ukae tu upike tu, kazi yako ni kupika na kupakua, kuosha vyombo, kufagia, sijui kwa nini, kulea watoto, alafu huyu ukaweka pembeni, hizo stress utakuwa nazo nyingi sana, depression utakuwa nazo nyingi sana. Kwa hiyo tunakosa utulivu kwa ajili ya kuweka pembeni swala, dua, yani ibada kwa ujumla. Swala, dua, zote hizo kwa sababu tunaziweka nini pembeni. Kwa hiyo nakuta ni tunakosa utulivu ndani ya nyumba. Lakini hebu kusoma Qur'an, omba, kaa chini, omba dua, uone vile utakaopata utulivu katika yako nafsi yako wewe mwenyewe na pamoja na nini na familia yako vile vile. Kwa tunaambiwa kwamba moyo kuwa mbali na Allah ni njia unatakana, ili usiwe mbali na Allah ni kujijenga kiroho. Na kujijenga kiroho ndio ile kwa kusali kwa wakati. Adhana imeadhiniwa tu, jua kwa mimi natakana ni swali. Ndio. Wewe mwenyewe usisubiri kuja kukumbushwa na mtu. Mashaallah. Naam. Na pia vile vile kusoma Qur'an. Soma Qur'an. Wewe mwenyewe si mpaka mtu akuna, jipangie mwenyewe ratiba yako. Wewe kama mzazi. Hata watoto pia wajipangie ratiba zao za masomo plus na vitu vingine vyote. Na pia vile vile kusoma dua. Soma dua wewe mwenyewe bila kusema kwamba eti unasubiri mtu aje kuambia kwamba soma. Jiwekee kwamba ule ni wajibu wangu mimi mwenyewe natakana niufanye. Kuna dua nyingi tu kama tulivyotangulia kuzisoma, zile za kusema zile za mbele za kutoka katika Swahifa tusajadia kutoka kwa Imam Zainul Abidin alayhi salam. Na pia vile kuna dua kumail ambazo huwa tunasoma kila siku ya Alhamisi. Kuna dua utawasul ambayo tunasoma kila siku ya Jumanne. Na kuna ziarati ya Ashura. Hii pia ukisoma inakufungulia pia mambo mengi sana. Kwa hiyo maana kwamba si lazima uzisome vyote kwa wakati mmoja, lakini mwenyewe unajipangia. Kama siku ya Alhamisi soma dua yako kumail. Siku ya Tuesday soma dua yako tawasul. Ziarati ya Ashura umepata soma, ama jipangie kama siku 10 soma mfululizo. Mwenyezi Mungu atakufungulia mambo yako. Amin. Kwa vile pia kuchunga mazingira mazuri, kukuwa na marafiki wazuri, usiwe na marafiki ambao si wazuri. Marafiki pia watakuja kukuharibia, kama tunavyosema kwamba eti ukiwa katika hedhi unakuwa kuna sehemu unalemewa. Hata marafiki pia sengine pia sana. Mtu anaweza akaja kwako time ya swala. Kama ni rafiki yako Mkristo, jijengee hivi, akijua time hii mama fulani anakuwa anaswali, hatakuja. Ataacha ule muda upite na atakuja. Na ikiwa ni Muislamu mwenzako, ni rafiki yako, amefika time ya swala, mama mwenzangu time ya swala sasa hivi tunaswali. Swali, kaeni chini, endelee kupanga mambo yenu mnayoyataka. Kwa kujijengea mazingira mazuri muhimu sana katika nyumba. Pia vile vile kujistiri na kuwa na aya. Hizo zote ni moja miongoni mwa nini? Mwa mambo ambayo ni katika yatakuletea utulivu wa nafsi wewe mwenyewe. Labda tuangalie tu mwisho kabisa, tuangalie katika ujumbe sasa kwa mabinti zetu. Kwa sababu hii tumeitoa labda kwa mama ambao wameolewa. Ujumbe kwa mabinti zetu wajue kwamba uzuri wa kweli ni kuwa na imani. Kuwa na imani thabiti. Jijengee kwamba mimi dini yangu iko na misingi ya imani ambayo natakana niifuate. Na hii bila ya kuifuata ina maana kwamba nitakuwa nimekwenda kinyume na hukumu na sheria za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hiyo fuata ile misingi yako ya dini ambayo inatakikana. Wewe kama msichana, usipotezwe na hii dunia ambayo tuko nayo hapa mbele, na kule mbele tunakoendelea kuna uzuri zaidi utaenda kuonyeshwa, ambao huo uzuri sasa ni upotofu utakao kupotoa wewe katika hii dunia na kesho akhira. Na kuwa na adabu. Wasichana waandakia pia wakuwe na adabu. Nakuta adabu pia zinakosekana kwa mabinti wetu. Kwa hiyo kukosekana, yani kuwa na adabu katika wakubwa wako, wadogo wako unaokuwa nao, na adabu pia katika kuzifanya zile hukumu na sheria za Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kuswali, kusoma dua. Useme kwamba eti mimi ni binti bado ni mdogo, sijazeeka, nikija nikizeeka ndio nitakuja kukaa. Una uhakika gani wewe
ama una mawasiliano gani na Mwenyezi Mungu kwamba utabaki katika hii dunia mpaka uje uzeeke. Ndio. Kwa hiyo ni vitu ambavyo ndakana kwamba uvijue, uweke adabu katika maamrisho ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na pia vile vile kuwa na haya. Wasichana sasa hivi wamekosa kuwa na haya. Wanafanya mambo ambayo ya kujiweka wazi kabisa katika mitandao. Wandekana hayo yote wayatoe na wafanye haya kuswali. Ukiswali hiyo yote itaondoka. Adabu utakuwa nazo, haya utakuwa nazo, na kuwa na ile mwelekeo mzuri katika maisha yako, uwe kama msichana. Na kuwa na tabia njema vile vile. Yote hii inakuja wewe kukufunza. Ikiwa utakuwa ni mtu msichana, unajua kwamba sasa ni wakati wa swala, natakiwa swali uswali. Una dua ambao una shida unataka Mwenyezi Mungu akuondolee, kaa chini, soma dua zako. Kila kitu ufanye kwa mujibu wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kama vile ndio lengo la sisi kutuumba katika hii dunia. Useme kwamba mimi bado ni msichana mdogo, kwamba mimi sasa hivi acha nikule raha, baadaye ndo nitakujua. Una mawasiliano na Mwenyezi Mungu kwamba yeye utakuja kukaa mpaka si uzeeke, mawasiliano huna. Kwa hiyo huu mchaka uanze sasa hivi, na baadaye utakuja kujiona kwamba nimekuwa ni rahisi sana, hata ukija kuwa ni mwanamke kule mbele. Ukija kuwa ni mke wa mtu, ukija kuwa ni mama, utakuja kuwa ni mtu ambaye tayari ulikuwa umeshazoea wewe, wala hautaona shida. Lakini ina maana kwamba ikiwa mchaka huu utaufanya saa hii wakati bado msichana, ina maana baadaye utakuja kuwa ni mtu ambaye unaona kila kitu kimekulemea. Tuziweke nyumba zetu kuwa nyumba zenye nuru na baraka, na pia vile vile kizazi pia ni kizazi chema inshallah. Amin. Na familia zetu ziwe ni familia ambazo zinakwenda katika maadili mema, katika kuswali na katika kuomba dua kwa kupitia kwa Ahlul Baiti alayhimus salam, ili tuweze kupata na familia zilizokuwa zenye maadili mema zaidi. Mashallah. Shukran sana ustadha kwa mawaidha yako mazuri. Naamini mwanamke popote alipo ataweka maadili ambayo umeweza kuyataja. Ibada ni kitu muhimu sana. Najua sisi wanawake ni dhaifu hasa upande wa ibada. Lakini kwa rehema za Mwenyezi Mungu, Allah atupe taufik. Tudumishe ibada. Ibada iwe kama na level yake. Na kama tunavyoona masheikh watakwambia, utaona wao wako na level ya daraja. Sasa alafu kuna sisi ambao tunang'ang'ana kufika pale kwa hili. Sasa ni muhimu sana mwanamke kukazana, kung'ang'ana, basi naamini kila kitu kitakuwa sawa. Kuvutana pia unaambiwa kwamba ukipanda step 2 juu, mwenzako alikuwa chini, mjaribu kumpanisha step nyingine ya kwanza vile ukienda. Mpaka mnakuja kuwa katika daraja ndio iko sawa kwa uzuri zaidi. Kwa hiyo ni vizuri sana katika hiyo kukumbushana, si mbaya, ni vizuri tukumbushane ndio ili iweze kuwa katika ule mustakabali ambao Mwenyezi Mungu anautaka inshallah. Alhamdulillah. Shukran sana ustaz. Inshallah. Kurudi kwako mpenzi mtazamaji, natumai katika awamu ya pili tukiwa naye Ustadha Sofia, alhamdulillah ameelezea mengi, amekujuza mengi. Wewe kama mwanamke, hasa kuhusiana na hili swala la ibada, swala ni muhimu sana. Hizi ni ibada ambazo wewe zitakuleta karibu na Mwenyezi Mungu. Swala tunajua ni dhaifu, lakini mwisho wa siku Allah anapokuamsha siku nyingine ni kama anakwambia, nimekuamsha ili upate chance ya kuishi na kufanya tauba. Inshallah mpenzi mtazamaji, kufikia hapo sina mengi ya kusema isipokuwa nikwambia fi amanillah.